Mgombea urais wa chama cha Makini ndugu Costa Kibonde amezuru katika kaburi la aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika serikali ya awamu ya 5 hayati Daktari John Joseph Pombe Magufuli nyumbani kwake wilayani Chato, huku akiahidi kufuata nyayo za kiongozi huyo ikiwemo kubuni miradi mbalimbali ya kimaendeleo na namna alivyokuwa akiwaongoza Watanzania. Akizungumza mara baada ya kuwasili nyumbani kwa hayati Magufuli alipozikwa, mgombea huyo wa urais ametoa wito kwa Watanzania wote kushiriki kupiga kura ifikapo Oktoba 29, 2025 na kuachana na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakihamasisha maandamano ya kupinga uchaguzi kupitia mitandao ya kijamii. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Mirada Ayo kutokea wilayani Chato mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Amani, upendo na utulivu. Kwa nilipofika leo kwenye mji wa Magufuli, yani nimejikuta kama nimekuwa ni mtu mpya ambaye pia mimi katika kampeni zangu kila mkutano niliopiga katika hiyo mikoa 19 niliopita, na huu mkoa wa Geita utakuwa ni mkoa 20, na ubiri sana masuala mazima yanayohusiana na amani na utulivu wa nchi yetu. Wito wangu kwa Tanzania, ninawaomba tarehe 29 wajitokeze kwa wingi kupiga kura, na wajitokeze kwa wingi si kupiga kura tu kwa maana kupiga kura, wajitokeze kwa wingi kunipigia kura mimi Costa Jimmy Kibonde wa chama cha Makini, na hatimaye ninaamini Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi tarehe 29 baada ya Tanzania kujitokeza kwa wingi na kunipigia kura, watakwenda kunitangaza kuwa rais wa awamu ya 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia ninawaomba Tanzania siku ya kupiga kura wakijitokeza, wakifika kwenye kituo cha kupiga kura, wakipiga kura warudi majumbani mwao kwa ajili ya kwenda kusikilizia matokeo na si kurundikana kwenye vituo vya kura. Na wale ambao wanahamasisha maandamano siku ya tarehe 29, natoa rai kwa Watanzania nchi nzima, nikiwa hapa nyumbani kwa marehemu John Pombe Joseph Magufuli ambaye alikuwa ni rais wetu wa awamu ya 5, wasiwasikilize wanaoshabikia, wanaochochea maandamano. Tarehe 29 ni siku maalum ambayo ni takwa la kikatiba linatutaka twende tukupige kura. Kwa hiyo tukatimize haki yetu ya kimsingi ya kwenda kupiga kura na si kwenda kuandamana. Na vile vile natoa wito kwa jeshi la polisi wahakikisha kwamba wale wote wanaochochea maandamano kwenye mitandao ya kijamii wawashughulikie kabla vile athari za uchochezi wao hazijawaathiri wa Tanzania, ili iwe fundisho na kwa wengine. Na vile vile mamlaka zinazohusika kwa maana TCRA, kuna iko sababu ya kuweza kuondoa maudhui yanayochochea, yanayoleta viashiria vya kutugawa, viashiria vya kuleta sintofahamu katika nchi yetu ya Tanzania. Hayo mamlaka wanayo na hawana sababu ya kusubiria matatizo yatokee, kwa sababu tumeona kabisa vyombo vya habari nchi zingine wamekuwa ni chanzo cha vurugu nchini mwao, na hatimaye nchi zao mpaka sasa hivi haziwezi zikatawalika. Hivyo basi amani ya Tanzania tunapaswa kuilinda, tunapaswa kuikumbatia kwa hali na mali. Ukweli ni kwamba kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia leo kufika hapa Geita Chato, na bahati nzuri nilipata nafasi ya kuja kwenye msiba marehemu John Pombe Joseph Magufuli, lakini kwa bahati mbaya siku zile sikupata kufika eneo la kaburi, na kwa sababu watu kulikuwa ni wengi na bahati hiyo haikunifuata mimi kufika katika kaburi. Lakini leo hii nashukuru tukiwa katika mwendelezo wa kampeni na mgombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulikuwa Mwanza jana, lakini leo tumeingia Geita na sasa hivi tuko hapa Chato ambapo ndipo alipolala marehemu John Joseph Magufuli. Kwa hivyo mimi kama mgombea wa rais kwa kweli nimepata faraja kufika eneo hili, lakini kikubwa ambacho kimenivuta kufika hapa leo hii kwanza ni kufika katika eneo alilolala marehemu, lakini la pili kitu ambacho kimenigusa ni yale maono ya marehemu Magufuli, na hasa katika kuwajali watu. Marehemu Magufuli wakati wa utawala wake alikuwa anapenda sana watu, alikuwa hajiangalie mwenyewe personal, alikuwa anaangalia shida za watu na kuzitekeleza, na hili ndilo lilonifanya nifike hapa. Na nikiwa kama mgombea wa rais wa Zanzibar, mimi pia miongoni mwa sera zangu ni kuwaona watu shida zao na kuwatekelezea. Na hii leo kesho tukijaliwa narudi kwetu Zanzibar,
na narudi Zanzibar kwa nguvu mpya, ari mpya ya kwamba sasa hivi baada tu ya kufika kaburini kwake marehemu Magufuli, na najiona kwamba nimeingiwa na hamasa ya kupitiliza ya kusema kwamba sasa hivi nakwenda sasa kutekeleza yale ambayo sasa marehemu John Joseph Magufuli alikuwa ameaishi mpaka katika uhai wake. Kwa hivyo kupitia hili mimi niwaombe wa Tanzania, lakini vile vile niwaombe wa Zanzibari, kama alivyosema mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunahitaji amani, amani ambayo marehemu Magufuli yeye alikuwa ndio kauli yake kila siku. Alikuwa anasema hapa kazi tu, na kweli kazi tumeiona. Tumepita pale katika daraja la Busisi, daraja ambalo ni historia na ambalo sasa katika kifo chake kitu ambacho ameacha athari ni daraja lile ambalo mimi nasema sijui nani angeweza kulijenga daraja lile, lakini Mungu alimleta yeye na baada ya hapo akamchukua. Lakini sisi warithi wake, mimi nasema kwamba nakwenda kuyarithi yale ambayo aliyafanya Mheshimiwa Magufuli wakati wa uhai wake akitawala Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini sasa mimi nakwenda Zanzibar kutekeleza kwa vitendo. Amini yapo mema ambayo yalituvutia sana, na akiwa kama ni mwanadamu, yale ambayo alikuwa na mapungufu basi sisi tunaweza kuyaleta kwa mtindo mwingine ili kuendeleza. Lakini tuamini kwamba kiongozi aliyetuondokea hayati Magufuli naye ni binadamu. Alikuwa na changamoto 1, 2, 3, lakini kimaendeleo pale padogo ambapo alipokuwepo tuliona. Kwa hivyo sisi kama Chama cha Makini tunaamini yale mema ambayo alianzisha na ambayo mpaka sasa haijaendelezwa, basi tuko tayari kuyachukua na kuweza kuendeleza. Tukiangalia kuna mradi ambao nimeuona Mwanza kule wa GSR, tumeona ule mradi umefubaa kwa sasa. Kwa hivyo ipo haja ya serikali ya Chama cha Makini itakaposhika madaraka, basi ule mradi ndani ya siku 100 za mwanzo tutapangia mikakati na kuweza kutimiza. Kwa sababu kama yeye hayati Magufuli kwa muda mfupi aliweza kutujengea daraja la Busisi, ambalo daraja lile tunaamini limegharimu sana, hela nyingi sana, lakini kwa upendo wa wananchi wake, kwa upendo wa wananchi wa Tanzania pamoja na mikoa jirani ya lile daraja, ameweza kutimiza ile azma. Ameondoka, lakini mwisho wa siku lilifunguliwa, watu wakiwa na matumaini makubwa na kuwa na imani naye hadi pale alipoaga dunia.